Karibu katika mfululizo wa kipindi chetu cha Hadubini ya Afya, kipindi kutoka Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMR, ambapo tunaangazia tafiti mbalimbali za afya zinazofanywa na watafiti bobezi kutoka NIMR. Kubwa zaidi, tunatupia jicho matokeo ya utafiti pamoja na mchango wake katika kuboresha sera za utoaji wa huduma za afya nchini. Na leo tunakutana na Dr. Elvis Dodo, mtafiti kutoka kituo cha NIMR Dodoma, ambaye anashiriki kwenye mradi wa EndFund wenye mpango wa kutoa matibabu ya ugonjwa wa mabusha kwa njia ya upasuaji. Kwa majina naitwa Dr. Elvis Dodo, ni mtafiti kutoka kituo cha NIMR Dodoma. Ninashiriki kwenye mradi wa EndFund wenye mpango wa matibabu ya mabusha kwa njia ya upasuaji. Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu yani NIMR inashirikiana na programu ya magonjwa yasiyopewa kipaumbele ya Wizara ya Afya. Lengo ikiwa ni kukabiliana na magonjwa ya mabusha. Mradi huu wa EndFund umeanza kutekelezwa mwaka 2024 mwezi Agosti. Malengo ya mradi huu ilikuwa ni kama ifuatavyo. Moja, ilikuwa ni kufanya kambi za upasuaji wa mabusha katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania, lakini pili ilikuwa ni kufanya mafunzo ya kuwajengea uwezo wataalamu mbalimbali wa afya katika upasuaji wa mabusha. Jumla ya wagonjwa 724 waliweza kubainika kuwa na changamoto ya mabusha katika mikoa yote minne, yaani mkoa wa Tanga, mkoa wa Pwani, mkoa wa Morogoro na mkoa wa Mtwara. Lakini kati ya wagonjwa hao 724 ni wagonjwa 597 pekee walioweza kufanyiwa upasuaji wa mabusha. Hivyo ni sawa na 82% ya wagonjwa wote walioweza kubainika kuwa na mabusha ndio walioweza kufanyiwa upasuaji. Mradi huu wa EndFund umeweza kuwasaidia wagonjwa na jamii kwa ujumla katika nyanja zifuatazo. Tukianza na wagonjwa moja kwa moja, ni kwanza imeweza kuwapunguzia maumivu na mateso ya muda mrefu waliokuwa wakiyapata kabla ya upasuaji, lakini baada ya upasuaji maumivu hayo na mateso ya muda mrefu yameweza kutoweka. Lakini kupitia mradi huu wa EndFund na upasuaji wa mabusha katika mradi huu imeweza kusaidia kuboresha ubora wa maisha, yani tunasema quality of life, kwa wagonjwa wote walioweza kufanyiwa upasuaji wa mabusha. Hivyo wagonjwa wengi baada ya upasuaji wameweza kujihusisha katika shughuli mbalimbali za uzalishaji mali. Mradi huu wa EndFund umeweza kupunguza gharama za matibabu kuanzia kwenye ngazi ya familia hadi kwenye ngazi ya taifa kwa ujumla, kwa sababu matibabu ya upasuaji wa mabusha yalikuwa yanafanyika bure kabisa. Kufanyika kwa mradi huu wa upasuaji wa mabusha imeweza kuimarisha utekelezaji wa mpango mkakati wa taifa wa kudhibiti magonjwa yasiyopewa kipaumbele katika mwaka 2024 na 2025. Mradi huu wa EndFund umekuwa ni mfano wa mbinu bora, yani best practice, kwa sababu kupitia mradi huu wa EndFund kambi za upasuaji za muda mfupi zimeweza kufanyika, hivyo zimeweza kuwafikia watu wengi kwa muda mfupi. Hivyo imeweza kusaidia kupunguza msongamano wa wagonjwa katika hospitali zetu za rufaa. Mradi huu umekuwa ukifadhiliwa na wadau mbalimbali. Basi ni muhimu huduma hizi za upasuaji wa mabusha kuwa ni endelevu hata baada ya miradi hii ya wafadhili kuwa imetamatika. Ili kufahamu zaidi kuhusu tafiti za afya, tembelea tovuti ya NIMR www.nimr.or.tz au mitandao ya kijamii NIMR Tanzania. Asante, endelea kutufuatilia.